Leo itakuwa ni siku nyingine, siku ambayo makocha wote wawili walikiri kukutana na mchezo tofauti kabisa. Licha ya kushinda mabao matano, lakini kocha wa Gor Mahia, kwa upande wa Gor Mahia, mabadiliko ya wachezaji 9 kutoka kikosi ambacho kilianza kwenye mechi ya kwanza. Abdul Fattah Mire ndio mwamuzi, wakati kwa upande wa Vipers kikosi chao kinakwenda kumshuhudia Farouk Mia ambaye alianza na kufunga mabao. Ni kocha mwenye uzoefu mkubwa na soka la Afrika, amekabidhiwa majukumu ya kukinoa kikosi cha Vipers, na huu ni mchezo wa pili kwa timu hizi mbili. Rusha mpira mzuri ndani huko, pasi lakini inapotea kwa mipira ya kutenga. Farouk Mia ameweka mpira mzuri ndani huko, lakini hajaweza kunufaika nao mpira ule. Akirejea kwenye majukumu yake ya kiulinzi, alikwenda kuongeza nguvu, akitambua kabisa kwamba ana kimo kinachoweza kumfanya nufaika na mpira huu, lakini alipambana kucheza mpira ule kwa mguu wake kushoto. Ajaribu kuingia katika eneo la hatari, ni offside. Jaribu kutafuta njia sasa. Sentamu ameutenga mpira, pigwa chini chini, unakwenda nje, ni goal kick. Ilifanyika setup baada ya kuona ni vigumu kupenya ngome hii kwa kupiga pasi fupi fupi, akatengewa Farouk Mia. Wameondosha Kogalo, aondoshwa dakika 45 za kipindi cha kwanza zikikamilishwa wakiwa na mabao matano, wakati Vipers nao pia wakiwa na alama 4 wakiwa na mabao matatu. Ndio mabingwa mara 8 Uganda, inawekwa cross na Milton Karisa, umechezwa kwa mkono, mpira ukapoteza uelekeo kidogo na kwenda kwenye mkono wa Sentamu Yunus. Vinginevyo alikuwa aucheza kwa kifua chake. Farouk Mia akitafuta goli la 3 katika michuano hii na kuendelea kujisimika kileleni. Gor Mahia kupitia Kibwage Mike umelazimisha mpira mwingine tena, unagongwa kichwa na kwenda nje. Walikuwa karibu lakini hawajafika. Imemshtua kocha. Nafasi hiyo bado wanapambana tena, amekaa imara na kuondosha mpira kwa Otuoga. Nicholas Mwere wa Cameroon kwenye klabu ya Cotton Sport, amepita kaskazini mwa Afrika kwa maana ya Tunisia, Algeria, akitumikia JS Kabylie, lakini pia akifundisha Misri. Jaribio zuri ambalo mpira unajaa kambani. Vipers katika dakika za mwisho kabisa wanashindwa kushikilia vitasa vya mlango. Ameingia kipindi cha pili na anatosha kabisa kuja kualiza machozi. Kogalo Mulogo Gusto anampa maswali magumu ya kujibu kocha bora wa ligi kuu Kenya msimu uliopita, Charles Akono. Angalia mpira mrefu ambao ulipigwa ukamkuta katika nafasi nzuri, na cross ikawekwa ndani na Ashraf Mandela, na kichwa cha kumalizia kikamtesa mlinda mlango Humphrey Katasi. Na si tu goli la 4 la mashindano haya kwa upande wa Vipers, ila ni goli la kwanza na mlaji ni Mulongo Gusto, na goli lake ni goli la ushindi kwa Vipers, goli la kuipeleka Vipers nusu finali ya Sekafa Kagame Cup. Full time Kigali Pele Stadium, Gor Mahia 0 Vipers 1. Vipers wanatinga nusu finali ya Sekafa Kagame Cup kupitia bao la Mulongo Gusto.